unatumia siku 2 yanakuwa yameharibika. Mheshimiwa Mwenyekiti, niende kwenye hotuba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu kwenye eneo la mapambano dhidi ya rushwa, dhidi ya ufisadi na ubadhirifu wa fedha za umma. Ukurasa wa 91, Mheshimiwa Waziri Mkuu ameripoti TAKUKURU ameweza kusaidia kuokoa bilioni 60 na milioni 331. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, to be sincere, bunge hili la bajeti, huwa wabunge tunakuja hapa kutafuta fedha kwa ajili ya majimboni, kwa ajili ya kuhakikisha wananchi wanapata maji, wanakuwa na barabara nzuri, wanakuwa na zahanati, vituo vya afya, mahospitali, kunakuwa na ujenzi wa madarasa, shule za sekondari msingi, lakini pia tunakuwa na uwezo wa kuajiri walimu, uwezo wa kuajiri watu kwenye sekta afya na ajira zingine. Yote haya yanategemea serikali kuwa na fedha. Tunafanya kazi nzuri, TRA wanakusanya mapato mazuri, lakini pia Mheshimiwa Rais kwa ajili ya miundombinu mikubwa anakopa fedha ili tuwe na miradi ya kuwasaidia Watanzania. Na bunge hili, Mheshimiwa Mwenyekiti, kila wizara inaleta hapa bajeti yake ya makadirio ya mapato na matumizi. Kwa hiyo bajeti ina sura mbili, ina sura ya mapato, ina sura ya matumizi. Nataka nijikite kwenye eneo la matumizi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kama kuna eneo ambalo sisi wabunge ingewezekana tukakaa kutwa nzima hapa ndani tukazungumza na serikali, tukambana waziri mkuu, ni kwenye eneo la matumizi, na hasa matumizi mabaya, wizi, ubadhirifu na ufisadi ambao unasababisha wananchi walipa kodi wasiweze kupata huduma za maendeleo. Mheshimiwa Mwenyekiti na waheshimiwa wabunge, naomba niwakumbushe kidogo tu waheshimiwa wabunge, muone namna ambavyo hizi fedha zinavyochotwa kwenye masandarusi, zingine si wanabebea kwenye madiaba na marumbesa, fedha nyingi. Niwapeleke tu kidogo kwenye mwaka wa fedha 2021-22. CAG alitoa ripoti yake kwenye mamlaka tu za serikali za mitaa, eneo moja tu ambako mafisadi walichota bilioni 637 milioni 550. Waheshimiwa wabunge, unajua fedha hizi zikitamkwa tu kwamba CAG amebaini kuna ubadhirifu, tusipofanya hata vihesabu vidogo vidogo hatuwezi tukajua ni kiwango gani haya mafisadi yamekuwa na nguvu. Kwa mfano, ukienda kwenye hizo bilioni, tungeweza kununua pawatira kwa ajili ya wakulima ya horsepower 8 yenye majembe yote kwa milioni 7. Tuna majimbo 222. Na kama pawatira moja ingekuwa na wakulima 5, kila jimbo hapa nchini lingekuwa na pawatira 2,050. Kwa hiyo kila mbunge hapa ungekuwa na wakulima 2,050 wenye pawatira. Lakini kwenye afya, zahanati moja serikali tunajenga kwa milioni 90 yenye vifaa. Tuna majimbo 222. Kwa fedha hizo tu, kila jimbo hapa, kila mbunge angekuwa na zahanati 32. Kwenye elimu, kwa fedha hizo, darasa moja tunalijenga kwa milioni 25. Tuna majimbo 222. Kila mbunge hapa jimboni kwake angekuwa na madarasa 115, na inawezekana ungekosa hata mahali pa kuyajenga. Kwenye maji, tunakadiria kisima kimoja, hata kwenye mambo ya uchimbaji, casing na nini, miamba na nini, kati ya milioni 15 mpaka 25. Ukichukua milioni 20, tuna majimbo 222. Kila mbunge hapa jimboni kwake angekuwa na visima 144 vya maji na kutatua tatizo la maji. Kwenye uvuvi, kizimba cha kawaida cha mita 8 kwa mita 8 na deep mita 3 ni milioni 20, chenye vifaranga 18,000, ambapo
tungekuwa na wavuvi kwenye vikundi 25 kila kizimba, nchi nzima tungekuwa na vizimba 796,875, na hivyo wangepata mkopo wa kuwawezesha kiuchumi. Niende kwenye bodaboda. Bodaboda moja King Lion inaweza kununuliwa kwa milioni 3. Tuna majimbo 222. Kila jimbo lingepata pikipiki 957. Na kama pikipiki moja ingekuwa na kikundi cha watu wawili, kila jimbo lingekuwa na wenye bodaboda 1914. Lakini kwa fedha hizo hizo, sikukuu ya mwaka mpya tuko wa Tanzania milioni 64. Kila Mtanzania kakiwemo na katoto kangepata shilingi 10,000 kwa ajili ya sikukuu ya mwaka mpya. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Waziri Mkuu, siku ile unateuliwa hapa ulianza vizuri. Nilikuona unatoa hotuba yako pale, nitapambana na wazembe, nitapambana na wabadhirifu, nitapambana na mafisadi. Nikasema chuma hicho kinaingia. Baadaye umeenda kwenye tume ya maadili, ukasema wajaribu kufanya kila wawezavyo tujue watu wanaotuibia fedha. Nikasema chuma hicho, songa mbele mtani wangu. Lakini sasa sikusikii humu ndani kwenye hotuba, hujipambanui kupambana na haya majamaa. Kama tumeweza kurudisha bilioni 60, Mheshimiwa Waziri Mkuu, hizi fedha zetu wamechukua. Kwa nini hizi fedha wasirudishe? Mwibara hatuna maji, Mwibara barabara mbovu, wavuvi hawana vizimba, hatuna vituo vya afya vya kutosha. Unashindwa nini? Tutaamini kitu kimoja tu, Mheshimiwa Waziri Mkuu. Hivi tumefika pahala hivi kweli CAG anakagua na ameandika kwenye ripoti yake kwamba tumekutana na wizi, ubadhirifu, alafu tena tunasema waende tena wachunguze, uchunguzi juu ya uchunguzi. Nikasema ndo maana hata juzi niliona Azam anacheza na Simba, Manura akishika mpira anampa beki James Akaminko, washambuliaji wanakimbia mbele, wanageuka, mpira hauji, Akaminko anamrudishia Manura, dakika 90 zinaisha, ni suruhu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, shambulia kabisa bunge, tuko pamoja na wewe, shughulika na haya majamaa. Inakuwaje mafisadi wanateka nchi hii wanaiweka mfukoni wakati wewe una mamlaka? Watanzania fedha zinaibiwa, bado mnataka kuchunguza. Mnachunguza kitu gani? Mchunga hera amenifurahisha sana leo hapa. Mheshimiwa, jioni unisubiri pale nikupe supu ya kuku. Mheshimiwa, muda wako, kengele ya pili tayari. Nashukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Waziri Mkuu, choma fyeka vichaka vyote vya mafisadi na hayo madalali yanayodalalishia makampuni ya mafuta. Choma kabisa, hayo ndio yanatuharibia shida na mafuta yanakuwa na shida hapa. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Asante Mheshimiwa Kangi Lugola kwa mchango wako. Nilimtaja Mheshimiwa Zakaria Paul, Mheshimiwa Joseph Zakaris, ajiandae Mheshimiwa Sasisha Mafue. Nakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi hii kuchangia mada iliyoko mezani. Awali ya yote nichukue nafasi hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa rehema zake mbalimbali katika taifa letu na sisi kwa ujumla. Kwa kweli tuna mambo mengi ya kumshukuru Mwenyezi Mungu hadi hapo tulipofika. Mheshimiwa Mwenyekiti, nichukue